familia mara kwanza ilikuwa ikiishi na baba mmoja, ambapo yule alikuwa akionekana kuwa kama tegemezi kubwa katika familia ile, na baada ya hapo akaondolewa. Naweza kusema kwamba kuondolewa kwa mtu yule lilikuwa ni kusudi la Mungu, na mtu atajiuliza kwa nini ni kusudi? Je, Mungu anakusudia watu wake wapate mabaya, watu wake waendelee kukulia maumivu? Je, Mungu anakusudia kwamba mwanamke apake vijana? Najua watu wengi watauliza question, lakini solution iko hivi: kuondolewa kwa mtu yule, hilo ni kusudi la Mungu, na ukikaa katika maisha kidogo utajua kwamba ni kusudi la Mungu na lengo la Mungu anachokifanya, anachokitaka, kwamba there is a time kwamba inatakiwa mwanadamu stay you as you, usimtegemee mwanadamu wala usimweke mwanadamu mwenzako kuwa kama nguvu. Sikatai kwamba wazazi wetu waondolewa, sisemi hicho kitu, bali nataka kusema kwamba Mungu wetu ni mwenye sifa, na Mungu wetu ni mtu mwenye kupenda sifa. So ukiona amekuondolea huyu mtu ambao ulikuwa ukimtegemea katika maisha yako, ulikuwa ukimtegemea afanikishe maono yako kwa 100%. Mfano mzuri, uko chuo, unasoma chuo, afu akaondolewa yule mtu ambao alikuwa akikupa basic needs wakati uko chuo. So ukiona huyo mtu kaondolewa, jua Mungu ana kusudi kubwa sana, kwa sababu yule mtu kwa wakati ule wewe ulikuwa ukimtazama, na Mungu anachokifanya hataki wewe umtazame mtu akusaidie kitu, bali yeye anataka wewe kama wewe upige goti umwabudu yeye. So kuondolewa kwa mtu kama yule katika maisha yako inakufanya sasa, Mungu ilikuwa ni mpango wa Mungu kufanya wewe sasa upige goti Mungu, umwabudu yeye peke yake. Taelezea undani zaidi story hii. Wana wa Israeli wakaletwa, wakaingizwa Misri kwa tiketi moja tu. Tiketi moja ilikuwa ni Yusufu ndio alikuwa mmoja aliyowaingiza, aliwapa access ya kuingia katika nchi ya utumwa. So Biblia inasema baada ya kuondolewa Yusufu, ukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mwanzo sura ya 50, baada ya kifo cha Yusufu, wana wa Israeli wakaingia katika maaguzi, vilio vya kusaga meno vya kudumu, kwa sababu mtu ambao alikuwa akimtegemea now is go off. Biblia inatufundisha kwamba kuondolewa kwa Yusufu lilikuwa ni mpango na kusudi la Mungu, kwa sababu ilikuwa ni mpango na kusudi la Mungu kuwasogeza wanawake ili wajue yupi Mungu. Ndio maana baada ya kuondoka Yusufu wakaanza kumlilia Mungu awatoe katika situation ile walikuwa nayo. So ukiona mtu ambao unamtegemea kwa 100% nyingi anatoka katika maisha yako, jua kuwa kwamba ni kusudi la Mungu, na kwamba wewe uende ukamwabudu na umuombe wewe kama wewe utimize kusudi lake, kwamba ni lazima tumwabudu yeye peke yake. Nikapitia clip moja ya mtumishi mmoja wa Mungu akasema, ukifuatilia pia hata kwenye masuala ya kukopa, kweli watumishi wa Mungu haturuhusiwi kukopa, kwa sababu ukikopa utawekeza nguvu. Kila mara utaanza kumfikiria yule mtu ambao umemkopa kwamba utakuwa unamhofia, ambapo hapo utakuwa kinyume kabisa na maandiko ya kuhofia Mungu. So ndio maana watumishi wa Mungu, ndio maana ukifuatilia Biblia kwa ndani zaidi, kwa Wakristo au kwa watu ambao wanajua Mungu hastahili kulipiza madeni, jua hiyo kitu ndio itakusaidia. Au stahili kulipiza madeni kwa sababu gani? Wakuhofiwa ni Mungu tu. So unapokopa deni wakitengewa na hofu, utakuwa unamuogopa mtu yule uliyemkopa. Nadhani tumeelewa. So lengo na kusudi la Mungu, yeye anataka abudiwe. Ndio maana yanavyotokea mambo kama hayo katika maisha yako, jua moja kwa moja ni yeye anataka usimtegemee mwanadamu, usimame wewe kama wewe, mweke tegemezi kubwa Mungu. Yeye ana wivu. Biblia inasema ni yeye ana wivu, tena ana wivu wa kupindukia. Mungu ana wivu wa kupindukia. So anapoona kwamba wewe jicho lako linamtazama mwanadamu mwenzako, anaingia na wivu kubwa, na ndio maana haya yanatokea katika maisha yako. Anataka usimame kama wewe, umtegemee Mungu peke yake.
The things zimeniumiza, ndio maana nikaamua nifundishe kwa wale utakaonifuatilia, naamini kitawatoa, kitawapeleka somewhere else. Wale ambao walikuwa wakijiuliza kwa nini napitia katika mazingira haya, kwa nini Mungu umeamua kuwa kiongozi wa karibu, walikuwa wakijiuliza mengi, nimeamua nikifundisha hichi kwa sababu ninajua kitakusaidia katika maisha ya kiroho, kwa sababu I see there is mwisho wa historia imekwambia kwamba mwanamke yule akadiriki hata kufanya mambo ya ovyo ovyo ndani tu ikizi familia yake. So story hii ilikuwa inamaanisha kwamba, au somo langu hili ilikuwa inamaanisha kwamba nikufundishe namna ya kuweza maisha kidogo, kwamba unapoona vitu ulivyokuwa unavitegemea kwa ndani zaidi vimetoweka, basi ujue moja kwa moja ni kusudi katika 100% kwamba ni kusudi la Mwenyezi Mungu. Japo kwa vingi vinakuwa sio kusudi la Mwenyezi Mungu, ila kwa 100% na kwa kisia kwamba there is God's plan. Ukikaa ukatafakari maisha yako, je, leo toka je ulikuwa ukimtazama kwa asilimia ngapi? Kama ulikuwa ukimtazama kuwa tegemezo kubwa ni pamoja kusudi la Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anataka ustay hydrated, ukae wewe kama wewe unahitaji yeye kwa kiwango zaidi. This is Mwalimu Simama Ige, ni leo nitaka nifundishe hicho kitu, na karibu katika session nyingine ambayo nitaelezea kwa undani zaidi the Pocket Foundation na nini matokeo. Na uzuri hivi vitu vina mata katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. So karibu sana unafuatilia katika masomo yangu yote, naamini utajifunza kulingana na kuanzia na scenario nzima ambayo nimekuelezea ya baba na mwanamke yule. So naamini kuna something hata kama hakitakugusa wewe, basi kama ulikwisha kushuhudia mazingira ya rafiki yako kupitia mazingira kama hayo, naamini kwamba unaweza kupata prophetic words ya kumfundisha na kumtoa mahala alipo. This is Mwalimu Simama Ige, Mwalimu Simama Ige there on YouTube. Keep hydrated, there is more things ambayo ninataka tufundishane, kwa sababu Mwenyezi Mungu anazidi kutupea maarifa. Stay hydrated and stay happy. Keep blessed. Amen.